ajsahum dhulmatal qabri. Na ni vijana wangapi wanatarajiwa huyu kesho kutwa atakuwa baba, atazaa watoto, mili yao tayari imeshaingia katika kiza cha kaburi. Watu wana matamanio tu ya kutarajia. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa arwahuhum tuqbadu fi lailatil qadri. Na ni maharusi wangapi wanapambwa, ameshavaa nguo ya harusi, ameshapiga kilemba cha harusi, Israeli anakuja usiku huo anachukua roho zao wenyewe, wana habari. Harusi naam, anakufa na hina zake, anakufa na nguo yake ya harusi, anakufa na mapambo yake yote. Kifo kinamnyemelea wakati wowote. Wa kam min marid wa kam min saqi wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin aasha hinan min ad-dahri. Ni wagonjwa wangapi waliishi na ni watu wangapi wazima wamekufa bila ya maradhi yoyote. Mahalla shahid ya mshairi huyu, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin aasha hinan min ad-dahri. Ni wazima wangapi wamekufa bila ya ila na ni wagonjwa wangapi wameishi mpaka leo. Yupo mgonjwa mmoja mimi hudhuria sakaratil mauti yake, tunamlaqinia wa Mtume anasema man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Yeyote ambaye mwisho wa maneno yake ni la ilaha illa Allah ataingia peponi. Basi huyu mzee alikuwa na kwikwi, maji yakiingizwa hayaingii, kauli hana, anakoroma tu. Sisi tunampa talqini ya la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, namsomea suratu Yasin mpaka watu wote katika watoto wake wameenda pembeni, wanazungumza kuhusu sanda, kuhusu maziko, kuhusu kaburi. Yani matumaini hawana tena, na tajhizul qabri imeshaanza. Watu wameshatumwa mahala pa kaburi paanze kutafutwa, watu wameshatumwa angalau sanda ipatikane, na watu wote hawana wasiwasi kwamba huyu mzee sasa anaondoka katika ulimwengu. Matokeo yake huyu babu, huo ulikuwa ni mwaka 2001. Huyu babu mpaka leo ninapozungumza yuko hai, mpaka leo yuko hai, ana zaidi ya miaka 8 bado yuko katika ulimwengu, miaka 10 sasa bado anaishi. Watu wote mpaka watoto wake wamemkatia tamaa, kila mmoja anasema basi hatunaye tena. Watu wote wameitwa, waliokuwa mbali na karibu wanasubiri saatul akhira ya roho kutoka wakamzike. Lakini baada ya hapo alipapatua akawa hai na mpaka leo anaishi. Lakini alipata kipigo kikubwa, sasa hivi ni mtu mzima, lakini ukienda kwake utaambiwa hayupo, yuko msikitini. Akienda alfajiri anarudi saa 6 kula, anarudi tena msikitini, hatoki mpaka baada ya Isha, mpaka baada ya Isha. Hizi si habari za kuhadithi, habari za kuona, kwa sababu huyu alikuwa babu yangu mwenyewe, mzaa mama yangu mimi. Na mimi ninaambiwa babu yako anakufa, mpigie suratu Yasin, na mimi nasoma suratu Yasin. Mpaka leo babu ni mzima. Na cha kushangaza zaidi kuhusu habari ya utendakazi wa Mwenyezi Mungu, walikufa watoto wake wawili, mama zangu mimi, alo zangu. Mmoja wa mwisho kabisa, alikuwa ndo wa mwisho kabisa katika watoto wake, mwingine wa mwisho wa 3. Hawa wote wamekufa katikati hapa, wakati wao ndio walikuwa wanatamaa kwamba babu angekufa pale wakamzika wao, walikuja kufa wao, babu yuko hai mpaka leo. Usiwe na hesabu kwamba huyu anaumwa atakufa, wala usiwe na hesabu kwamba huyu yuko very healthy, huyu ataishi, huyu ana miaka 20, huyu mbele atakuja kuishi, huyu ana miaka 30. Kwa Mungu hakuna hesabu hizo, hakuna hesabu hizo. Hesabu kwa Mungu wakati wowote ukiitwa wewe unaitikia. Kwa hiyo faman aasha 1000 wa 2000 sanatan fala budda min yawmin yasiru ila alqabri. Mwenye kuishi miaka 1000 na 2000 kama atapata, lakini siku moja atakwenda kaburini. Na wewe jiandae mapema na haya mambo ya kaburi na mambo ya mauti. Sasa anasema Abu Huraira, hii hadithi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha mata ibn adam, mwanadamu anapokufa, inqata amalu, amali zake zote nazo hukatika, illa min 3, isipokuwa mambo 3. Sadaqatin jariyah, sadaka ambayo inaendelea,
kafanya wakfu nyumba yake, ni sadaqatun jariya. Wakfu maana yake ni kukiweka kitu kwa ajili ya matumizi kwa ajili ya Allah, ukakiwekesha wakfu. Msikiti, ukajenga msikiti, ukajenga madrasa, ukafanya kisima cha maji, watu wakachota maji, ukafanya kitu chochote ambacho ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kile ambacho Mungu amekuruzuku. Na mimi na wasiwasi mkubwa watoto wanaozaliwa leo, hata misikiti waliojenga baba zao watakuja kuidai waivunji, wajenge villa za kukodisha wapate pesa. Dunia tunayokwenda leo sisi, mtu atasema baba alifanya makosa makubwa sana, ndio nini kajenga msikiti hapa, watu wanasali, wanainama, wanainuka, si hatuna kitu. Kwa nini? Kwa sababu aliyeka wakfu nyumba hii, akaweka wakfu jambo hili, wanamuona kama alikuwa hana akili, lakini kumbe yule kajitengezea akhira yake. Na wewe jitengezea ya kwako, usitegemee mali ya babako, tafuta ya kwako. Wenye akili kufanya mambo kwa ajili ya kujiwekea wao kwa Mwenyezi Mungu. Wasiokuwa na akili usihamie, mkifa mwanangu angalau awe na maisha bora, mkifa angalau mie mke wangu awe na maisha bora. Wao wanatazama dunia tu na hisabu zao ni mbovu kabisa. Hatusemi kwamba uache watoto wako wadhalilike, abadan. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia sahaba wake, innaka intadhar warathataka aghniyaa khairun min an tadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Ndio, usiwaache watu wako maskini mpaka wanaombaomba, lakini sisi tunasahau upande mmoja, tunawekeza katika upande mmoja. Tunasahau kwamba hizi mali kwanza zitatufaa sisi wenyewe au ziweza kudestroy na kutuharibu sisi na watoto wetu. Sasa wewe kwanza umejiwekea nini kwa Mwenyezi Mungu? Ndio mcha Mungu mmoja aliulizwa, wewe umetoa mali zako zote sadaka kabla hujafa, sasa hivi uko katika sakaratil maut, hakuna kitu, kwa nini hukuachia wanao chochote? Akasema, akacheka, kafura, akasema, wallahi in kanu salihin fa inna Allaha yatawalla salihin. Ikiwa wanangu ni wema, Mungu hawatupi watu wema abadan.